Baada ya kusema hayo, ikiwa leo ni siku yetu ya 3 ya semina, nataka nimalizie sababu ya 3, ya 4 na ya 5. Kwa nini hitaji la Mkristo ni ujazo wa Roho Mtakatifu? Sababu ya 3, kwa nini ujazo wa Roho Mtakatifu ni hitaji la Mkristo au ni hitaji la kanisa. Sababu ya 3 ni hii hapa. Ili uwe na imani imara, lazima izaliwe chini ya misingi ya nguvu za Mungu. Ili imani yako iwe imara, msingi wake unapaswa uwe ni nguvu za Roho Mtakatifu na si vingine. Ili uweze kuisimamia hiyo imani ambayo umeamini, msingi wake lazima uwe ni nguvu za Roho Mtakatifu, ni nguvu za Mungu. Imani yako ikijengwa kwenye vitu vingine, lazima utatetereka. Miaka ya 80 wakati wa misionari wanakuja, na hata miaka ya huko nyuma kabla ya miaka ya 80, mojawapo ya mbinu waliokuwa wanaitumia katika kueneza Injili, walikuwa wanagawa vitu. Walikuwa wanagawa nguo, wanagawa vyakula, wanagawa vitu mbalimbali. Kwa hiyo kukatokea Wakristo wengi, kukatokea watu wengi ambao waliingia kanisani kwa sababu amegawiwa koti, kwa sababu amegawiwa suruali, kwa sababu amegawiwa gauni. Na kipindi kile tuliona maajabu. Wakati mwingine zilikuwa zinaletwa nguo, ukiangalia ni sketi, haifanani kama ni sketi. Ukiangalia ni t-shirt, haifai kuwa t-shirt. Yaani huwezi ukajua hii ni nguo ya aina gani. Sasa watu wengi walivutwa na vitu kama hivyo, wakaingia kanisani. Matokeo yake, wakati sisi tunaokoka, kulikuwa na baadhi ya makanisa haya ya Kipentekoste yaliyojaa watu walioingia kanisani kwa sababu ya vitu kama hivyo. Pombe walikuwa wanakunywa kama kawaida, uzinzi walikuwa wanafanya kama kawaida, lakini Jumapili yuko kanisani. Maana hataki umfuatilie, maana alichukua msaada kutoka kanisani kwenu. Lakini ukifika wakati wa kujichanganya, anajichanganya. Kwa nini? Kwa sababu imani ya huyu mtu, kilichomleta kanisani sio nguvu za Mungu, bali ni vile vitu vilivyo alivyovipata, alivyogawiwa. Kanisani tunakuja kwa njia nyingi sana. Kuna wengine wako hapo kanisani kwa sababu Mungu aliwatokea akawaponya, wakasema huyu Mungu anayeweza kufanya mambo ya namna hii, huyu ndiye napaswa kumfuata. Wako hapa kanisani. Kuna mwingine yuko kanisani kwa sababu amemwona binti fulani ndani ya hili kanisa, akasema nadhani huyu binti anaweza kanifaa kuwa mke wangu. Yuko kanisani kwa sababu ya yule binti. Kwa hiyo anajifanya yuko pamoja na sisi, lakini ukweli ni kwamba kuna kitu ambacho kimemleta, na si kwa sababu amekutana na Mungu. Kuna kitu ambacho kimemleta. Wengine yuko hapa kanisani kwa sababu anasikia kuna vitu fulani ambavyo akiangalia anaona ni kama fursa fulani, kwa hiyo yeye anakuja. Lakini nataka nikwambie, imani ambayo haitetereki, imani ambayo haiyumbishwi, imani ambayo iko imara, ni ile ambayo inazaliwa kwenye msingi wa nguvu za Roho Mtakatifu, nguvu za Mungu. Mtu imani yake ikijengwa kwenye huo msingi, mawimbi yatakuja, upepo utavuma, mambo mabaya
lakini kwa sababu imani yake imejengwa kwenye nguvu za Mungu, kwenye msingi wa nguvu za Mungu, mtu huyo hatatetereka, ataishiwa nguo, lakini hatasema sitaenda kanisani. Ataendelea kuja kanisani, kwa sababu anachoangalia kile kilichosababisha apokee hiyo imani ndicho ambacho kinawezesha kusonga mbele. Haleluya, haleluya. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya 2 na mstari wa 3 hadi wa 4. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 na mstari wa 3 hadi wa 4. Biblia inasema, maandiko yanasema, nami nalikuwako. Labda ngoja nianzie mstari wa 2. Mstari wa 2. Paulo anasema, sura ya 2 mstari, nikianzia mstari wa 2 maana au wa kwanza. Basi ndugu zangu, mimi nilipokuja kwenu sikuja niwahubiri siri ya Mungu kwa ufasaha wa maneno wala kwa hekima, maana naliazimu nisijue neno lolote kwenu ila Yesu Kristo naye amesulubiwa. Nami nalikuwako kwenu katika hali ya udhaifu na hofu na matetemeko mengi, na neno langu na kuhubiri kwangu hakukuwa kwa maneno ya hekima yenye kushawishi akili za watu, bali kwa dalili za Roho na za nguvu, ili imani yenu isiwe katika hekima ya wanadamu, bali katika nguvu za Mungu. Haleluya, haleluya. Mtume Paulo anatuonyesha kitu hapa, ya kwamba imani ambayo haitetereki, imani ambayo mtu akiipata hawezi kuondoka na kuiacha, ni ile imani ambayo imejengwa kwenye msingi wa nguvu za Mungu. Na neno langu na kuhubiri kwangu hakukuwa kwa maneno ya hekima yenye kushawishi akili za watu. Wako watu wengine wanaokoka ni kwa sababu ya kuzidiwa hoja na aliyemshuhudia. Walijaribu kubishana naye mpaka hoja zake zikazidiwa, akaamua kupiga magoti na kuombewa sala ya toba ili aokoke, kwa sababu alizidiwa hoja na aliyekuwa anamshuhudia. Kwa hiyo kwa maana nyingine anaokoka kwa sababu akili zake zimeshawishiwa na huyu aliyemshuhudia. Lakini kwa namna moja au nyingine, mtu huyu akipatikana na mtu mwingine ambaye akamshawishi tena, ana uwezekano wa kuiacha hii imani akafuata ile imani, kwa sababu imani yake imejengwa kwenye msingi wa kushawishiwa kwa hekima ya wanadamu. Lakini mtu ambaye Paulo alijaribu sana kuepuka, kuhubiri injili ya kushawishi akili za watu kwa hekima za wanadamu, kwa maneno ya hekima za kibinadamu. Paulo alijaribu kuepuka. Paulo najua alikuwa ni mtu mwenye elimu kubwa, lakini Paulo kwa kulijua hilo akasema, pamoja na kwamba mimi nina elimu yangu sitaitumia linapokuja swala la kumbadilisha mtu kutoka gizani ili aingie nuruni, kumhamisha kutoka kwenye upande wa giza na kumwingiza kwenye upande wa nuru. Haihitajiki elimu niliyo nayo, uprofesa wangu hauhitajiki, hauwezi kuwa msaada kwa huyo mtu. Alijua ya kwamba kinachoweza kumsaidia sana mtu ambaye anamhubiria ni ile nguvu ya Mungu, ambayo mtu huyo akikutanishwa na huo uweza, alafu imani yake ikawa juu ya hiyo nguvu, huyu mtu imani yake haitayumba hata kidogo. Ndio maana Paulo anajizuia kusema
kwa maneno ya hekima za kibinadamu na kushawishi akili za watu. Hakuhubiri siri ya Mungu kwa ufasaha wa maneno wala kwa hekima, lakini alihakikisha amempresenti Yesu katika nguvu isiyokuwa ya kawaida. Nataka niwaambie, Yesu wetu ana nguvu. Yesu wetu sio wa kawaida. Na mimi nimekuwa nikilia na hiki kitu kwa miaka kadhaa, ya kwamba tumewahubiri watu Yesu kwa maneno zaidi. Yani wanamjua Yesu kwa maneno. Wamefika mahali watu wamechoka na maneno, kusikia habari za Yesu kwa maneno matupu. Wamechoka kumsikia Yesu anayeelezewa tu, halafu hawaoni udhihirisho wake, hawaoni demonstration ya nguvu zake, hawaoni udhihirisho wa uweza wake. Watu wamechoka. Wengine tunaowahubiri wamefungwa na mapepo, wengine tunaowahubiri wamefungwa na mifungo. Hawahitaji maneno yako peke yake, wanahitaji pia kukutanishwa na kitu kinaitwa nguvu za Mungu, ambazo ni Roho Mtakatifu huwa anazitoa. Wako watu unakutana nao na wahubiri ni wagonjwa, wametembea kwa waganga wa kienyeji, lakini hawajapata msaada. Mtu kama huyo hahitaji maneno matupu, anahitaji neno ambao linaweza likathibitishwa. Ukisema Yesu ni Mwokozi, waone nguvu ya Yesu kuokoa. Ukisema Yesu anaponya, waone Yesu akiponya live kwa macho yao, waone. Kwa nini? Na hatua hiyo ndio udhihirisho wa nguvu ya Mungu yenyewe. Mwaka 2019 nilipokuwa katika maombi, Bwana akaniambia liambie kanisa liende zaidi ya kunena kwa lugha. Zaidi ya kuna zaidi ya kunena kwa lugha. Kuna zaidi ya kunena kwa lugha. Kuna zaidi ya kuongea kwa lugha mpya, ambapo ukiangalia mitume baada ya kunena kwa lugha walienda zaidi ya kunena kwa lugha. Maana walipoanza kuhubiri Injili walikuwa hawaishi kunena, walikuwa hawaishi kunena tu na kushandarize, walikuwa hawaishi pale, walikuwa wanaenda zaidi ya pale. Injili yao ilikuwa inakutana na mahitaji matatu ya mwanadamu. Mwanadamu ana mahitaji maeneo matatu. Ana mahitaji ya kiroho, ana mahitaji ya nafsi, ana mahitaji ya kimwili pia. Na Injili ya Yesu ina uwezo wa kuhudumia mahitaji hayo yote, lakini ili iweze kuyahudumia hayo yote, mahitaji ya mwili, mahitaji ya nafsi na mahitaji ya roho, ili hiyo Injili iweze kuyahudumia, ni lazima anayeitoa kile chanzo cha Injili aitoe na nyuma yake iende ikiwa imebeba mamlaka na uweza, nguvu na mamlaka ya kimungu, ambayo maneno yake yanapoyanena hayaonekani ya kawaida, yanaonekana yamebeba mamlaka. Ndio maana Injili ya Yesu, walikuwepo Mafarisayo, wasomi, wamefundishwa na Gamalieli, lakini Yesu alipoanza kumsikia akihubiri, wakasema huyu mbona kunena kwake ni kwa tofauti, mahubiri yake ni ya tofauti, anaongea kama mtu mwenye mamlaka. Haleluya, 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 haleluya. Sijui kama kuna mtu ananielewa, sijui kama kuna mtu ananielewa, sijui kama kuna mtu ananielewa. Nataka niwaambie, time has come, muda umefika, sio wa kuhubiri Injili ya maneno matupu. Tunapaswa kuhubiri Injili ambayo inaambatana na ishara na ajabu. Yani lile neno linathibitishwa. Haleluya, haleluya.
Haleluya, 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 nasema haleluya. Paulo wakati anahubiri, tulisoma kwenye ile sura ya 13, wakati anahubiri kukawa na kiwete ambaye na yeye alikuwa kwenye ule mkutano, na kwa sababu injili ya Paulo iliambatana na dalili za nguvu za Mungu. Na hapa ndipo ninapogombana na waimbaji wenzangu, maana waimbaji nyinyi ni wahubiri kama ninavyohubiri mimi, isipokuwa nyinyi mnahubiri kwa njia ya nyimbo. Nimekuwa nikigombana na waimbaji kuwaambia ya kwamba inatakiwa ifike mahali uimbaji wetu tutoke kwenye kumrudisha twende kwenye kuhudumu, tutoke kwenye kumrudisha twende kwenye kuhudumu. Watu wasirukeruke peke yake. Haleluya, 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 haleluya. Katika jina la Yesu, umeme na kuamuru sterilize in the name of Jesus. Waimbaji kama watu tukiwarukarukisha, wakianza kurukaruka, wakati wanarukaruka namna hiyo, wengine wakamatwe wakiwa wanarukaruka, wakamatwe na nguvu za Roho Mtakatifu, waanze kunena kwa lugha pale pale wakiwa wanaimba, pale pale wakiwa wanaimba. Lakini hilo haiwezekani kama utasimama uko empty, hauna kitu kutoka kwa Roho Mtakatifu. If you are empty of his power, utaishia kuwarukisha tu. Lakini ufike wakati ukisimama hapa, umejaa mamlaka, umejaa neema, maneno unayoyasema yanakuwa yanatoka na moto, yanatoka na nguvu, yanatoka na uweza. Wakati mwingine nafika mahali kama kuna wagonjwa, mnaimba wimbo mmoja tu, kabla watu wanapiga kelele, nimekuja na umwa, lakini baada ya waimbaji kuimba, nimesikia, nimeguswa, maumivu yote hayapo. Natamani tuelekee huo, natamani tuwe na mtazamo huo, tuwe na mwelekeo huo. Injili tunayopaswa kuihubiri, mahubiri tunayopaswa kuyahubiri, hayapaswi kwenda kama maneno matupu. They've got to carry the fire of the Holy Ghost. Lazima yabebe moto wa Roho Mtakatifu. Kama ni kufundisha, fundisha katika nguvu za Mungu. Kama ni kuomba, omba katika nguvu za Mungu. Kama ni kuhubiri, hubiri katika nguvu za Mungu. Usitupe maneno matupu. We need the power. Tunahitaji nguvu ya Mungu iguse maisha yetu. Hiyo ndio inaweza ikatusaidia na kutusogeza mahali fulani. Oh my God, my God. Nasikia nguvu ya Mungu iko mahali hapa. Nasikia uwezo wa Bwana uko mahali hapa. Nasikia neema ya Bwana iko mahali hapa. Ukikaa vizuri, kadri inavyoendelea, Roho Mtakatifu atakuwa ameshashuka juu yako. Bwana yuko mahali hapa apate kulithibitisha hili neno ninalolisema. Na kama umekuja unaumwa, nguvu ya Mungu iko mahali hapa ili kunyang'anya huo ugonjwa katika jina la Yesu. Bwana na kuguse, Bwana na kuguse katika jina la Yesu. Injili yetu haipaswi kuwa na maneno matupu. Injili yetu haipaswi kuwa na maneno matupu. Watu wamechoshwa na maneno, wanataka demonstration of what we preach. Mathayo 11 mstari wa 12, maandiko yanasema, tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu ndio wanaouteka, nao wenye nguvu ndio wauteka. Anapoongea nguvu hapa, wenye nguvu hamaanishi wenye misuli, wenye six pack
waliofanya mazoezi gym wanaweza kunyanyua vyuma vya kilo nyingi. Hamaanishi hizo nguvu, anamaanisha the power, the supernatural power, nguvu ya Mungu, nguvu ya Mungu ambayo ikiingia kwenye utendaji, hata akili zetu huwa zinachanganyikiwa, zinashindwa kuelewa kilichotokea kimefanyikaje. Maana Mungu anavyofanya sisi hatuwezi kuelewa, ila kupenda anatenda. Kwa nguvu za Mungu, kwa nguvu za Mungu. Wenye nguvu ndio wanaouteka, wenye nguvu ndio wanaouteka. Ndugu zangu, kama tunataka kuteka mateka, kama tunataka kuteka mateka, iwe ni kwenye maisha yetu, iwe ni kwenye familia zetu, kanuni ni hii hapa. Ndio maana nimesema hitaji la Mkristo sio kuwa na nguo nyingi za kubadilisha kuja kanisani. Simaanishi hiyo ni mbaya, lakini nataka nikwambie kipaumbele chako kwenye maisha. Ukitaka kuona raha ya Ukristo, ukitaka kuona raha ya maisha ya wokovu, maana kuna watu wanafika mahali wanaona ni kama wamebanwa sana katika wokovu. Ni kwa sababu unatembea katika wokovu without the power of the Holy Ghost. Kama hauna nguvu za Mungu, maisha ya wokovu lazima uone magumu. Lakini nguvu ya Mungu ikiwa pamoja na wewe, ndio maana utafika wakati utakosa chakula, utaishiwa mahitaji fulani, lakini kama Roho Mtakatifu amefurika ndani yako, hautasikia upungufu wa aina yoyote. Unaweza ukawa umelala njaa, unaweza ukawa umelala njaa, lakini hata katika mazingira hayo, kwa sababu ya nguvu ya Mungu iliyoko ndani yako, Bwana atafanya jambo, atafanya namna ile njaa hautaisikia, atakufunika. Niliwaambia Yesu alikaa siku 40 bila ya kula. Usifikiri mwanaume ana uwezo wa kuishi, ana uwezo wa kuishi bila kula kwa siku 7. Siku 7, baada ya siku 7 chochote kinaweza kikatokea akafa. Lakini mwanaume Yesu akakata siku hizo zote 40 bila ya kufa. Musa alikaa mlimani wakati ameenda kuchonga mbao zile za amri, ameenda kupewa zile mbao za amri, alikaa siku 40. Kwa hiyo Yesu sio wa kwanza kukaa njaa siku 40. Wa kwanza alikuwa ni Musa. Na Musa anashuka kutoka mlimani namna hii, anakuta wanaabudu ndama, anashikwa na hasira, wivu wa Bwana, anapasua zile mbao, anarudi tena siku 40, jumla siku 80. Anakaa siku 40 tena katika uwepo wa Mungu na hakufa. Iko siri kubwa imejificha ndani ya nguvu za Mungu ambazo zinatoka kwa Roho Mtakatifu, zinatoka kwa Roho Mtakatifu. The Holy Spirit is the supplier of that power of God. Yeye ndiye chanzo cha hiyo nguvu, yeye ndiye chanzo cha hekima, yeye ndiye chanzo cha maarifa, yeye ndiye chanzo cha uwezo upitao akili zetu. Ukiwa na yeye umepata vyote. Neno la Mungu linasema yeye aliye vyote ndani ya yote na katika yote. Ukiishi hii imani kwa viwango vya neno la Mungu, maana yake wewe umepata vyote. Mume utampata ndani ya hii imani, mke utampata ndani ya hii imani, viwanja utavipata ndani ya hii imani. Na hautamfuata Yesu kwa sababu ya viwanja, lakini hivyo vitu vitakufuata vyenyewe. Utafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake,
na hayo mengine yote mtazidishiwa. Maanake ni maziada. Lakini leo kuna wahubiri wachache wametugeuza, wanatuelekeza kwenye viwanja, wanatuelekeza kwenye visa. Ukija kwenye hii madhabahu, Bwana atakupa visa. Ukija kwenye hii madhabahu, Bwana atakupa kiwanja. Ukija kwenye hii madhabahu, Bwana si atakupa mke, atakupa nyumba. Wanatuelekeza kwenye vitu vya kimwili ambavyo Yesu alisema hivyo ni ziada. Cha kwanza, utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na mengine yote mtazidishiwa. Imani yako ili ijengwe katika msingi imara, inapaswa iwe imejengwa kwenye nguvu za Mungu. Imejengwa kwenye nguvu za Mungu. Mimi nasema kama kuna kitu ambacho tungepaswa kuwekeza nguvu, kukitafuta kwa bidii na kwa nguvu zote, ni kuhakikisha maisha yetu yamefurika uweza wa Bwana. Nimeapa kwenye maisha yangu, kabla sijafa nihakikishe watu wameziona nguvu za Mungu kupitia maisha yangu. Hicho ni kiapo. Niko tayari kutoa gharama yoyote. Niko tayari kutoa gharama yoyote. Nimesema kwa gharama yoyote. Nataka kushuhudia nguvu za Mungu in action. Uwezo wa Bwana in action. Kwa nini? Kwa sababu hicho ndicho kanisa la Mungu leo limepungukiwa. Hiyo ni sababu, ili imani yetu iwe imara, lazima iwe imezaliwa chini ya misingi ya nguvu za Mungu. Sababu nyingine ya 4, kwa nini tunahitaji, kanisa linahitaji au Kristo anahitaji ujazo wa Roho Mtakatifu, ni kwa sababu mojawapo, sababu ya 4, ufalme wa Mungu huu tunaousema, ufalme wa Mungu hauwi katika maneno bali katika nguvu. Ufalme wa Mungu hauwi katika maneno bali katika nguvu. Ufalme wetu katika Waebrania anasema tumemwamini Mungu mwenye ufalme usioweza kutetemeshwa. Ufalme tulioitwa, ufalme tulioitiwa ni ufalme usiotetemeshwa. Na ili usitetemeshwe, kinachowezesha ufalme huo usitetemeshwe ni ile nguvu iliyoko katika huo ufalme. Na tumesoma hapa katika sababu ya 4 ya kwamba ufalme wa Mungu hauwi katika maneno bali katika nguvu. Wakorintho wa kwanza sura ya 4, Wakorintho wa kwanza sura ya 4 mstari wa 18 hadi wa 20. Maandiko yanasema, Wakorintho wa kwanza sura ya 4 na mstari wa 18 hadi wa 20. Tume Paulo anawaandikia Wakorintho kusema, basi wengine wamejivuna kana kwamba siji kwenu. Mstari wa 19, lakini nitakuja kwenu upesi nikijaliwa, nami nitafahamu si neno lao tu waliojivuna, bali nguvu zao. Haleluya, haleluya. Mstari wa 19, nitakuja kwenu upesi nikijaliwa, nami nitafahamu si neno lao tu waliojivuna, bali nguvu zao. Maana mstari wa 20, maana ufalme wa Mungu hauwi katika neno bali katika nguvu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ufalme ambao tumeujia ni ufalme wa kibabe, ni ufalme wenye nguvu, ni ufalme wenye mamlaka.
alipokuwa Listra, kama sio Listra ni Derbe, alipokuwa pale, baada ya muujiza fulani kufanyika, wakati Paulo anahubiri, baada ya ule muujiza, maandiko yanasema walikuweko wachawi waliokuwa na uchawi ule wa kuandika, wa kutumia vitabu. Waliposhuhudia miujiza na nguvu na udhihirisho wa nguvu za Mungu zilizokuwa zikitenda kazi kupitia Paulo, wakakusanya vitabu vyao, wakamletea Paulo apate kuvichoma moto, ili na wao waweze kuachiliwa hiyo neema iliyokuwa inatenda kazi. Maana waliona nguvu wanayotumia sio original, bali ile ya Paulo ndio original. Hiyo ndio inahitajika kwenye maisha. Wakawa wako tayari. Huenda wengine walikuwa wameua watoto wao wapate hizo nguvu za kufanya huo uganga. Walikuwa wameua wake zao wapate hizo nguvu. Maana hiyo ndio kanuni ya kule gizani. Unatoa kafara ili upate nguvu. Shetani kamwambia Yesu, ukinisujudia nitakupa hivi vyote. Kule gizani hiyo ndio staili. Unatoa kafara ndipo unapata. Sasa yawezekana hawa walikuwa wametoa hizo kafara, lakini baada ya kuona Mkristo mmoja anayejielewa, aliyejaa Roho Mtakatifu, aliyekuwa muuaji akabadilishwa kwa nguvu ya Mungu akawa mhubiri wa Injili, aliyekuwa jambazi akakutana na nguvu za Mungu kupitia ile tendo Yesu alipokutana naye, akawa mhubiri na akabeba zile nguvu. Walipokutana na huyo Mkristo anazidhihirisha zile nguvu, wakasema hii ndio na sisi tunaitaka. Wakapeleka vitabu vyao ili vichomwe na Paulo. Simoni mchawi aliyekuwa amewashangaza watu, ni kwenye sura ile ya 10 baada ya kila Petro kuombea watu ujazo wa Roho Mtakatifu kwenye nyumba ya Kornelio, walipoona watu wanaweka mikono tu, watu wanajazwa, Simoni mchawi akasema, mbona hii ni tamu kuliko hiyo ambayo imenifanya kuwa maarufu? Akaenda na pesa alizokuwa nazo akamwambia Petro, hizi hapa milioni, na mimi nianze kuwawekea, niwe nawawekea tu, wewe unapata. Nataka nikwambie, pesa hazinunui upako. Pesa haziwezi kununua upako. Hakuna kitu kinaweza kikanunua upako. Iko kanuni ya kupata upako. Iko kanuni, na haihitaji uwe na fedha. Iko kanuni. Kwa maana wakati mwingine tumedanganyika. Mtu anaamini kwamba nikienda kupanda hii mbegu kwa mtumishi, yale mafuta yanayotenda kazi juu yake na mimi yataanza kutenda. Ndio, inaweza ikawa. Unaweza kupokea kitu fulani, lakini nataka nikwambie, chanzo kikubwa cha kupokea upako ni dhabihu yako wewe mwenyewe. Maana huyo unayeenda kupanda mbegu zake, fuatilia. Unayeenda kupanda mbegu kwake, fuatilia behind the scene. Anashinda milimani, anashinda kwenye mapango, anashinda kwenye vichaka, akilitia jina la Bwana, akinena kwa lugha, akilitia jina la Bwana, ndipo anapata hicho kitu. Alafu wewe eti unataka utafute tu hela, alafu uje umwage hela mbele zake na wewe upate upako. Never on earth. Hayaendaji hivyo. Ufalme wa Mungu hauwi katika maneno. Watumishi, ufalme wa Mungu, Wakristo wenzangu, ufalme wa Mungu hauwi katika maneno, bali ni katika nguvu. Ufalme wa Mungu sio maneno matupu, ni madhihirisho ya nguvu za Mungu. Nyakati tunaokoka,
rahisi. Utakutana na mtu anakukejeli na wewe unamtamkia kitu, kama Paulo aliyomtamkia Elima, akamwambia kuanzia sasa hivi hautaliona jua, na ikatokea pale pale akawa kipofu. Baada ya tendo kama hilo, wale watu waliokuwa mahali pale, oh my God, walimgeukia Mungu, ufalme wa Mungu. Mitume wakina Petro kwenye sura ya 5, maandiko yanasema mstari wa 12, zikafanyika ishara nyingi kupitia mikono ya mitume. Maana yake mitume wakadhihirisha nguvu za Mungu kupitia kufanya ishara katika jamii ya watu wa mahali wa maeneo yale. Katika sura ya 9 tunasoma Petro anaenda kwenye nyumba ya Ainea, anamkuta amepoza miaka 8, amelala kitandani. Anafika anamtazama mara moja, alafu kwa sababu Petro, Wakristo hao walioelewa umuhimu wa kujaza Roho Mtakatifu, alipomtazama yule aliyekuwa amelala miaka 8 kitandani, akamwambia Ainea, Yesu Kristo akuponya, Yesu Kristo akuponya. Ainea akainuka pale pale, akajitwisha godoro lake. Biblia inasema baada ya muujiza huo, mji wa Sidoni pamoja na Lida, ile miji yote miwili mizima, kwa sababu ya muujiza wa Ainea kuponywa, wote wakamgeukia Bwana. Kwa nini? The kingdom of God suffers violence and the violent will take it. Ufalme wa Mungu sio maneno matupu. Ningepata wamama wachache, ningepata vijana wachache, ningepata watoto wachache wakalielewa hili kuanzia leo, wakafanya maamuzi kwenye maisha yao na kutamani kusema, wakasema tunataka tuzione nguvu za Mungu kwenye maisha yetu. Mahali hapa tabakia kawaida. Oh my God, tupate wapi wamama wachache? Tupate wapi wamama wachache? Bwana na wainue siku ya leo. Bwana na wainue siku ya leo. Walio na uchu na nguvu za Bwana, wakaliitia jina la Bwana, wakatoe dhabihu takatifu iliyo hai mbele za Bwana. Miili yao wakaidhabihu, na nguvu ya Mungu itembee kwenye maisha yao. Ifike mahali unapita tu mtaani, unafika kwenye duka, unapouliza bei ya bidhaa, kumbe muuza duka ana mapepo. Akikujibu namna hii, yanalipuka pale pale. Alafu unaingia dukani, unamfanyia deliverance. Akisha kaa sawa, ndipo anakujibu ni bei gani, unamlipa. Alafu uone kama hata kuuliza wewe unatoka kanisa gani, unasali wapi wewe. Wakati anakukabidhi bidhaa, wewe unasali wapi? Unamwelekeza. Tuko pale Mbuyuni kwenye jengo ambalo bado halijamalizika kidogo. Tuko pale, hapo ndipo tunaipata hii. Hata ukimshuhudia kunakuwa ni kurahisi. Kuwavuta watu kwa Yesu kunakuwa ni rahisi. Ikitokea tuna demonstrate nguvu za Mungu. Ufalme wa Mungu haui katika maneno. Wapendwa, hatujaingia kwenye kanisa hili ili tuwe watu wa maneno wajanja, watu wenye maneno mengi. Sisi hatuhitaji kuwa na maneno, tunahitaji kudhihirisha nguvu ya Mungu tuliyoibeba. Yawe ni maombi ya kila mmoja katika jina la Yesu. Rakayaba shekaya basa. Yawe ni maombi ya kila mmoja, yawe ni maombi ya kila anayenisikia, ya kwamba natamani kuziona nguvu za Mungu. Na ndio maana katika Zaburi
ya 105 na mstari wake wa 4 anasema, mtakeni Bwana na nguvu zake, msimtake Bwana peke yake. Wengi tumemtaka Yesu, lakini bado hatujazitaka nguvu zake. Nimekuja semina hii, ninatamani kuondoka mahali hapa, niache watu wachache ambao wanazitaka nguvu za Mungu, wanaotaka kuona Mungu anayeweza kudhihirishwa, Mungu anayeweza kuwa demonstrated. Akiitwa anaitika. Tukisema Mungu wetu huwa anajibu, alafu tunafanya hayo mashindano. Wao wakiita Mungu wao hajibu, lakini wakwetu tukimuita, maana ile nguvu iko ndani yetu. Biblia inasema Mungu hufanya kazi kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Ndani yako lazima kuwe na nguvu. Kiwango cha nguvu ulicho nacho ndicho kinaamua jinsi Mungu atakavyojidhihirisha kupitia wewe. Ndio maana lazima uwe so deep, lazima uende kwa kina, lazima uende kina kirefu katika kuzitafuta nguvu za Mungu, ili uyaone mambo ya Mungu kwa mapana na kwa mapana yake. Mtafuteni Bwana, tafuteni Bwana, mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Utafuteni uso wake siku zote. Kwa nini? Kwa sababu ufalme wa Mungu haui katika maneno. Ndiyo maana kama nyinyi mnajisikia vizuri kubakia Wakristo wa maneno, haina shida. Ila mimi nimekataa. Kama wewe unaona ni sawa, mnakuja hapa ibadani, mnatoka na mnarudi kama mlivyokuja. Hamjaona kitu chochote, hamjaona madhihirisho yote, hamjaona udhihirisho wote wa Mungu. Kama wewe umeridhika ni sawa, hilo sio shida. Lakini mimi nimekataa. Nataka kumuona Mungu ambaye akiongelewa ana uwezo wa kujidhihirisha, akajifunua. Na ndio maana natamani wamama wachache mahali hapa, 21 nilienda kuhubiri mkoa, nikaongea maneno haya kwa uchungu sana. Baada ya pale nikaanza kupigiwa simu. Wamama wachache walifanya maamuzi. Mama mmoja akafunga siku 7 anautaka uso wa Bwana, akafunga siku 7 kavu. Kwa nini? Alielewa nilichokuwa nakisema. Unajua, ngoja niwaambie, bila nguvu ya Mungu tunalidhalilisha tu jina la Yesu. Bila nguvu za Mungu tutalidhalilisha tu jina la Yesu, na tutajidhalilisha hata sisi wenyewe, maana tutaongea maneno ambayo hayawezi kuthibitishwa. Tunasema Yesu anaponya, alafu watu hawaponi. Wagonjwa watakuja wakitaraji yale maneno tunayosema Yesu anaponya, watakuja lakini watarudi hawajapona. Kwa nini? Kinachoponya sio maneno. Kinachoponya is the power, is the dunamis, is the power of God ambayo uko nayo, unayoiachilia. Hiyo ndio inayoponya. Kama tunataka kuendelea kujidhalilisha, tusizitafute nguvu za Mungu. Kama tunataka kuendelea kudhalilisha Ukristo, tusizitafute nguvu za Mungu. Kama tunataka kuendelea kudhalilisha kanisa, tuchukulie kwa urahisi swala la kuzitafuta nguvu za Bwana. Ndio maana nimewaambia, hitaji ambalo tunalihitaji ni ujazo wa Roho Mtakatifu. Na sababu ya 5 na ya mwisho, tukaombe na kuomba. Sababu ya 5 na mwisho, kwa nini ujazo wa Roho Mtakatifu ni hitaji la kanisa? Kwa sababu bila nguvu za Mungu, bila uweza wa Mungu ndani ya kanisa, kanisa litakuwa ni mahali watu wanakuja, au tuseme kanisa litakuwa ni mahali pa kawaida. Bila ujazo wa Roho Mtakatifu, kanisani patakuwa ni mahali pa kawaida. Au wewe ambaye unajiita Mkristo, maisha yako yatakuwa ya kawaida sana.
hakutakuwa na madhihirisho ambayo neno la Mungu limeyaongea. Inaweza ikafika mahali mpaka ukawa unaona maneno ya Mungu ni kama uongo. Ndio maana imefika mahali watu wameanza kuedit Biblia. Ule mstari unaosema namna hii haiwezekani isipokuwa kwa kufunga na kuomba, wameshakuchomoa. Umechomolewa kwenye hizi Biblia zinazotoka sasa hivi, na mistari mingine mingi imechomolewa. Kwa nini? Imefika mahali watu wakiangalia impact ya Ukristo wanaona ni kama Ukristo wetu hauna matokeo. Kwa nini? Kwa sababu tumekuwa wakavu sana. Maisha yetu hayahudumii mahitaji ya jamii, hayahudumii mahitaji ya watu. Wewe jiulize, tungekuwa na impact kama wakina Elisha, unabii mmoja ukatimia ndani ya masaa 24, a 24-hour prophecy, ya kwamba kesho muda kama huu unga mzuri utauzwa kwa shekeli, na ikatokea kama nabii wa Bwana alivyonena. Watu hao leo ni wachache. Wakristo wa namna hiyo leo ni wachache. Na haya mambo si lazima uwe mchungaji, uwe sijui nabii, uwe nani. Mkristo yeyote aliyejaa Roho Mtakatifu akatembea sawa sawa, haya mambo yanawezekana. Kanisa bila ya nguvu za Mungu litabakia mahali pa kawaida, na maisha yako yatakuwa ya kawaida. Umama wako utakuwa wa kawaida. Watu watakutofautisha. Mama mwingine na wewe hawatakutofautisha. Ni rahisi kujikuta kwenye kundi la wasengenyaji na wewe umo. Wanaanza kusengenya, hivi nimemwona mama fulani anajifanya amevaa hicho kitenge. Ona, kwanza hata leo amekirudia. Alikivaa Jumapili iliyopita. Na wewe unaanza kuchangia, kweli mlokole unashiriki mazungumzo kama hayo. Ndio hapo inafika umama wako na umama wa wengine havina tofauti. Lakini kama Roho Mtakatifu amejaa ndani yako, anakutofautisha. Maana unaelewa kinywani mwako kuna nguvu ya kuumba. Ukitamka kitu kitatokea. Katika Luka sura ya 13 mstari wa 10 hadi wa 17, nitaieleza tu hiyo story, twende na Hallelujah. Sura 13 mstari wa 10 hadi wa 17. Mwanamke mmoja alikuwa amepinda mgongo kwa muda wa miaka 18. Sasa siku hiyo Yesu, na alikuwa mshirika wa tawi mojawapo la kanisa la wakati ule. Mama huyu yawezekana alikuwa kwenye maombi yale siku hiyo yakawa yamemkamata Yesu, akaingia kwenye hilo sinagogi. Yesu alipoingia kwenye sinagogi, alipomuona tu namna hii, akamwambia, mama, umefunguliwa udhaifu wako. Alafu akaenda akaweka mkono juu yake. Yule mama alikuwa amepinda mgongo miaka 18, akanyoka pale pale, akaanza kutembea kawaida. Na kilichosababisha mgongo ule kupinda, maandiko yamesema ilikuwa ni pepo la udhaifu. Lakini nataka makanisani bila ya nguvu za Mungu, mtasali na wachawi, mtasali na mapepo, wala hayashituki. Pepo kabisa, live pepo itasali hapa wala halishituki. Kinacholeta tofauti kwenye eneo sio marumaru mlizoweka, sio mabati ya msauzi mlioweka, sio vyombo vizuri mlivyo navyo. Kinacholeta tofauti kwenye eneo is the power of God. Ni nguvu ya Mungu.
ni nguvu. Kama kuna kitu shetani anapambana na Wakristo ni kuwanyima fursa ya kuzitafuta nguvu za Mungu. Na ndio maana leo umeletewa vitu vingi sana ili tu ukose muda wa kutoa dhabihu mwili wako na kumtafuta Bwana, ili nguvu ya Mungu iwepo kwenye maisha yako. Mama huyu amesali miaka 18 kwenye ile hekalu, kwenye ile sinagogi, anatoa na sadaka kila Sabato, lakini anarudi amepinda, na Sabato inayofuata anakuja na lile pepo halishituki. Lakini mwanaume Yesu ambaye alikata siku 40 akimtafuta Bwana, na baada ya pale kila kimaliza huduma alikuwa anapanda mlimani. Siku hiyo alipotoka kwenye maombi ya asubuhi, akanyooka moja kwa moja kwenye lile sinagogi, anapita mara moja, lile pepo linaanza kuhangaika, linaanza kuhangaika, na Yesu analiona, anamfuata yule mama, analikemea lile pepo la udhaifu, linamwachia, na mama ananyoka na kuwa mzima pale. Kilicholeta tofauti sio kitu kingine, ni ile nguvu ya Mungu aliyokuwa anatembea nayo Yesu. Na ndio maana kuna wakati mwingine Yesu alikuwa akifika mahali ambapo kuna mtu na mapepo, hajasema neno lolote, lile pepo linahangaika, linapiga kelele, linaanza kusema, mbona umekuja kututesa kabla ya wakati wetu? Yesu analikemea, fumba kinywa na umtoke. Linatoka pale. Na Yesu alisema, kama mimi nilivyoshinda, kama mimi nilivyofanya, na wewe una uwezo wa kufanya, mimi ni mwanamke. Yesu haangalii wewe ni mwanamke. Katika Matendo au katika Yoeli 2 inasema, itakuwa siku za mwisho, naomba tusimame, itakuwa siku za mwisho, asema Bwana wa majeshi. Hasemi mtume fulani, hasemi mtu fulani, asema Bwana wa majeshi, itakuwa siku za mwisho, nitamimina Roho yangu juu ya wote wenye mwili, nitamimina Roho yangu juu ya wote wenye mwili. Ngoja nipasome pale. Anasema Matendo 2:17, itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitawamwagia watu wote Roho yangu, na wana wenu na binti zenu. Maana aliona inawezekana akisema na wana wenu, wanaume watajipa haki ya kwamba wana manake ni wa kiume. Ikabidi nabii wa Bwana, Roho wa Bwana aiweke clear, na wana wenu na binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Naam, na siku zile nitawamwagia watumishi wangu wanaume na wanawake, nitawamwagia watumishi wangu wanaume na wanawake Roho yangu, nao watatabiri. Unataka kuyaona haya? Roho Mtakatifu aliyeshuka siku ya Pentekoste hata leo yuko mahali hapa, kama siku ya Pentekoste. Roho shuka tena,
siku ya Pentekoste, Roho shuka tena. Imba vizuri kabisa kutoka moyoni, kama siku